Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Yohane sura ya 9 aya ya 3. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu yetu, rafiki yetu ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel ya Mikono ya Kristo, Mungu akubariki sana kwa kuwa unatenga muda wako kufuatilia mafundisho haya ambayo kwa namna moja ama nyingine yanakujenga kiroho, yanakupa maarifa ya mbinguni. Maana watu wengi wanamtafuta Mungu, watu wengi wanamjua Mungu, lakini wanashindwa kuyajua yale maarifa ya ndani kabisa ambayo Mungu angependa kuona tunayajua, ili shetani atakapotuletea mitego yake tuweze kuepuka. Mungu akubariki kwa kuwa unatenga muda wako. Umesikia nimeanza na somo hilo, limetoka katika kitabu cha Yohane sura ya 9 aya ya 3. Tunamuona Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba huyo hakutenda dhambi. Yesu alikuwa anazungumza kwa habari ya kipofu mmoja aliyekuwa amezaliwa akiwa haoni, na Yesu akamponya. Lakini walimuuliza kama ametenda dhambi ama la. Yesu anawaambia huyu hajatenda dhambi wala wazazi wake hawakutenda dhambi. Lakini Yesu anaendelea kuambia kwamba bali kazi za Mungu zidhihirike ndani yake. Sasa somo hili linatufundisha kwa habari ya mapito tunayopita, kwa habari ya changamoto tunazopitia, kwa habari ya mambo magumu ambayo wakati mwingine tunakutana nayo ama tunapitia katika maisha yetu. Huyu kipofu tunaona alizaliwa akiwa haoni. Sio kwamba alizaliwa anaona halafu akapata matatizo baadaye. Tunaona kabisa kwamba amezaliwa akiwa haoni. Lakini Yesu anasema huyu hana dhambi, hajatenda dhambi, wala wazazi wake hawakutenda dhambi. Yaani hili lililotokea halikusababishwa na dhambi, bali kazi za Mungu zidhihirike ndani ya huyo kipofu. Kuna jambo la kujifunza hapa. Kuna jambo kubwa kabisa ambalo ningependa ujifunze siku ya leo. Somo la leo linabeba kichwa cha somo kinachosema usimwache Mungu hata ukiwa kwenye jaribu kubwa. Kuna watu wamepitia ama wanapitia, ama kuna watu mtakuja kupitia katika majaribu makubwa. Sio kila jaribu linatoka kwa shetani moja kwa moja. Sio kila mtihani anauleta shetani moja kwa moja. Ni kweli asili ya mitihani mingi inatoka kwa shetani, lakini kuna mingine haitoki kwa shetani moja kwa moja, bali Mungu anairuhusu ili jina la Mungu lifanye nini? Lipate kutukuzwa. Kama tunavyomuona huyu kipofu ambaye Yesu anamponya, lakini kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Mungu. Kwa kuponywa kwake inawezekana akalitangaza jina la Mungu vizuri zaidi, jina la Yesu vizuri zaidi kuliko wewe na mimi ambao ni wazima wa afya. Kwa hiyo kuna vitu Mungu anaviachilia kwenye maisha yetu wakati mwingine ili jina lake lipate kutukuzwa. Ukienda kusoma kwa habari za kitabu cha Ayubu naye alipata mitihani mingi. Lakini ukisoma kitabu cha Ayubu tunaona mitihani yote ni kwa sababu tu shetani alienda kumwambia Mungu kwamba yule anakutumikia kwa sababu umemwekea kingo. Yaani umemwekea ukuta, umempa maisha mazuri. Kwa hiyo haoni sababu ya kutokukutumikia wakati umempa maisha mazuri sana. Na shetani angangania kusema kwamba Ayubu anakutumikia kwa sababu umemfadhili sana. Mungu anamwambia shetani kwamba hayo yote naweka chini yako.
nenda ukafanya utakalo, ila usitoe uhai wake. Tuone kwamba Ayubu ananitumikia mimi kwa ajili ya mali ama kwa sababu tu ananipenda. Tunaona Ayubu akajaribiwa kweli kweli, katika mapito makubwa kweli kweli, lakini Ayubu hakumwacha Mungu. Na kweli Ayubu pamoja na kustruggle ama na taabu alizopitia, mwisho wa siku Ayubu aliendelea kumtukuza Mungu, na shetani akaibika kwa Ayubu, akagundua kwamba kweli Ayubu alikuwa anampenda Mungu, sio kwa sababu ya vitu ambavyo Mungu alimjalia, neema mbalimbali ambazo Ayubu alikuwa nazo. Kwa hiyo katika maisha yako usije ukamwacha Mungu kwa sababu yoyote ile. Inawezekana unaomba maombi fulani, una mgonjwa anaumwa, unamwombea apone, mpendo wako, mzazi wako, mtoto wako, mke wako, mume wako anaugua, unaomba maombi ya kila aina, unafanya mifungo ya kila aina, mifungo ile mikubwa kabisa, mifungo ya standard unafanya ili mgonjwa afanye nini? Apone. Inawezekana mgonjwa wako aponi, miaka mingi ameugua. Kuna wagonjwa wameteseka miaka na miaka. Kuna wagonjwa jamani wanaumwa miaka 7, 8, 9, 10, 14, 15 mpaka watu wanakata tamaa. Lakini neno la Mungu linatufundisha kupitia huyu kipofu kwamba tusikate tamaa tukamwacha Mungu kwa sababu ya ugonjwa. Wakati mwingine unaweza kuomba mgonjwa apone akafa. Usije ukamwacha Mungu kwa sababu mgonjwa uliokuwa unatarajia apone amekufa. Mtu ambaye ulikuwa unamtegemea ameshika maisha yako ama anakuongoza vizuri katika njia ya maisha yako, mafanikio unapata kupitia yeye, Mungu anamuondoa. Usije ukafikiri hata siku moja kwamba Mungu hayupo eti kwa sababu hiyo. Usije ukafikiri ya kwamba Mungu hakusikilizi, hakusaidii, hakupendi, hafanyi kazi eti kwa sababu wewe uliomba mgonjwa akafa. Eti kwa sababu umeomba miaka 5 hujajibiwa. Eti kwa sababu kuna jambo ulikuwa unalitarajia litokee katika maombi yako halikutokea. Hapana. Hapana. Usije ukamwacha Mungu kwa sababu ya aina hiyo. Hata siku moja. Hata siku moja. Mungu yupo. Hata unaopita katika jaribu, Mungu yupo. Neno la Mungu linasema Mungu anatuwazia mema wakati wote. Hata kama katika macho ya damu na nyama hatuoni huo wema, tunaona changamoto kila napoitwa leo. Kuna watu bwana, yani kila wanapoamka ni changamoto. Sio kila changamoto inasababishwa na shetani ama na mawakala wa shetani. La hasha. Zipo changamoto ambazo Mungu anaziacha ziendelee kukutesa ili Mungu apate kutukuzwa. Yani wewe unavyovumilia, Mungu anasema huyu kwa hakika pamoja na changamoto anazopitia lakini hajaniacha. Ndio maana nakwambia usije ukamwacha Mungu, kwa sababu wakati Mungu anajivunia wewe, utakapomwacha utakuwa umemwaibisha Mungu. Ayubu kama angemwacha Mungu, maana yake angemwaibisha Mungu kwa shetani. Shetani angepata la kuongea. Shetani angepata la kulihubiri kweli kwamba hakuna lolote, watu wako hawakupendi wala nini, wanakupenda kwa sababu ya vitu na mali. Ayubu kwa sababu ya ujasiri wake akakubali yote, akayavumilia yote, Mungu akajitwalia utukufu sio wa kawaida. Ndio maana tunaambiwa kwamba hapakutokea mcha Mungu kama Ayubu. Sasa sio lazima uwe kama Ayubu. Inawezekana unapitia jaribu, mke wako haeleweki, kila unachofanya hakieleweki. Kumbe Mungu anasema mmemwona yule anajisifia, mmemwona huyu shujaa wangu, mke wake anamsumbua kweli kweli lakini hajaacha ndoa yake. Hivyo hivyo unaweza ukawa na mwanaume haeleweki, yani kila ukijaribu haeleweki. Usije ukamwacha Mungu kwa sababu ya mume wako. Sio kila gumu unaliona basi linatoka kwa adui mwovu. Kuna magumu mengine Mungu anayaacha makusudi. Sala zako anazisikia, maombi yako anayasikia, ujumbe wako anausikia, lakini ameamua kunyamaza ili watu wengine wajifunze kutoka kwako. Kwa nini nataka kusema mambo haya? Hebu nikupe mfano mmoja. Nyumbani kwako kuna vyombo. Jikoni kwako kuna vyombo. Wakina mama mnaweza mkanielewa kwa haraka kwa jambo hili.
una masufuria ndani kwako, una mabakuli ndani kwako, una vijiko ndani kwako, na una jiko pengine la mkaa, una jiko la gesi, una jiko la umeme, una jiko la kuni la kupikia. Mimi sijui napikia kwenye nini, lakini hapa cha msingi uwe na jiko na masufuria, na naamini kila nyumba ina jiko na ina sufuria. Sidhani kama kuna nyumba haina jiko, mimi sijawahi kusikia. Inawezekana, lakini sijawahi kusikia. Kwa hiyo wewe una familia, labda familia yako mlo wa siku ili utoshe mnapika labda kilo moja. Kilo moja inawatosha? Inawatosha kilo moja. Ndani ya nyumba yako una masufuria yanayotosha kilo moja, walau 3, 4, hata 5, inategemea. Yaani unaweza kuwa na sufuria zaidi ya moja. Tuchukue una sufuria zaidi ya moja. Katika upishi wako unaweza ukajikuta ya kwamba lipo sufuria moja ambalo wewe unapenda sana kulitumia. Kati ya masufuria 3 ulionayo, yote ya kilo moja, yote ni mazuri, lakini tu unajikuta una sufuria fulani unalirudia kulitumia. Sufuria hilo unapikia, unalikaanga kwenye moto ile sufuria. Kila inapoitwa leo, pengine chai unapikia hilo hilo, mchana chakula cha mchana unapikia hilo hilo, pengine jioni usiku unapikia hilo hilo. Sio tu kupika asubuhi, mchana, jioni. Umepika kisamvu, umepika marage, umepika ugali, umepika wali, umepika ndizi, umepika makande, sufuria hilo hilo linaungua kwenye moto, linapikiwa kila na chakula. Hebu nikuulize swali. Sufuria linaweza likakwambia leo sitaki kupikiwa kwa sababu unanipikia chakula nisichotaka? Sufuria lako linaweza likakwambia kwamba leo sitaki kupikiwa kwa sababu nimeungua wiki nzima? Sufuria lako, yani wewe, sufuria lako linaweza likakupangia upike nini katika nyumba yako, wakati sufuria umelinunua mwenyewe kwa fedha yako, lipo ndani mwako. Zaidi utasema hivi, nikipikia sufuria hili linaivisha haraka sana, ndio nalizidi kulikaanga kwenye moto. Kwa nini? Kwa sababu sufuria linaivisha haraka sana. Hivyo nikukumbushe tu jambo moja. Mali zako ulizonazo sio za kwako, ni za Mungu. Roho yako hiyo roho ulionayo sio ya kwako, ni ya Mungu. Pumzi sio ya kwako, ni ya Mungu. Nafsi sio ya kwako, ni ya Mungu. Neno la Mungu linasema, au hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, wala si mali yenu wenyewe? Yaani mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu, wala sio mali yako wewe mwenyewe. Anauliza Paulo. Sasa kama wewe unaviona kwamba sufuria haliwezi kukupangia cha kufanya na unalisifia sufuria linaivisha vizuri, basi hivyo ndivyo Mungu anavyoruhusu majaribu ya kupate ili ajisifie mbele ya wengine. Kuna watu watasema, yani nyumba ile ina migogoro huu mwaka wa 10 lakini hawaachani. Alafu unasema ndoa ile pale ina miezi 8 tu, wameshapeana talaka, kila mmoja akashika njia yake. Sasa hebu jiulize, kati ya ndoa ambayo ina migogoro miaka 10 hawajaachana, wako pamoja na wanaendelea kufurahi japo migogoro, lakini wakati mwingine wanaonekana na tabasamu, na ndoa ambayo ilionekana ina furaha, ina amani, alafu ndani ya miezi 6, 7 mwaka wakaachana? Ndoa ipi ambayo Mungu atakuwa amejitwalia utukufu wake kwa Mkristo wake, kwa mtu ambaye anamtumikia Mungu? Ndoa gani? Jibu jepesi tu, ni ndoa ambayo inaonekana na migogoro lakini hawaachani. Watu watasema ile familia bwana wanagombana kweli, lakini hawaachani bwana, wale hawaachani. Watoto wao wanasoma, watu wanafanya kazi, hawaachani bwana. Yaani ule uvumilivu mnaokuwa nao kwenye ndoa ule ndio Mungu anataka wengine wauone. Utakuwa na kitu gani ambacho utaenda nacho kwa Mungu kwamba niliubeba msalaba huu mpaka mwisho, niliubeba msalaba mpaka Golgotha? Sasa Mungu anainua jaribu katika maisha yako ili wengine wauone msalaba wako unaofika nao Golgotha. Wewe unafika Golgotha, watu wanataka wafike Golgotha.
Kwa hiyo kupitia wewe Mungu anajitwalia utukufu. Kwa hivyo usije ukamwacha Mungu kwa sababu ya jaribu lilo nalo. Usije ukamwacha Mungu kwa sababu ya changamoto yako. Usije ukamwacha Mungu kwa sababu ya mapito unayopitia. Hayo mapito unayopitia ndio kitu ambacho Mungu anajitwalia utukufu kupitia wewe. Usimwache Mungu kwa sababu ya aina yoyote. Ni bora ukayaacha yote ukamfuata Yesu kuliko ukamwacha Yesu ukayafuata yote. Utakuwa unapata hasara kubwa sana. Utakuwa unapata hasara kubwa sana. Kwa hivyo katika maisha yako usije ukafikiri kwamba Mungu hajui. Siku moja nilikuwa nawaza kwenye akili yangu, nikawaza, alafu baadaye nikampigia mtumishi mmoja mwenzangu, nikamwambia hebu muulize Mungu nifanye jambo fulani. Akaniuliza jambo gani? Nikamwambia Mungu analijua, wewe muulize tu. Kumbuka mimi nimewaza, alafu namwambia mtu aulize asichokijua. Basi yule mtumishi akapiga magoti, akaomba, akafunga, akapata majibu yangu. Akanipigia, Bwana wa majeshi anasema ulifanye tu jambo lako, tena nikapewa na siku ya kulifanya na majira ya kulifanya. Nikacheka, nikamwambiaje, unakumbuka nilikwambia Bwana wa majeshi analijua hilo jambo, wewe liulizie tu. Akasema nakumbuka. Akaniambia nimekuona mtumishi, nimekuona jambo fulani umelifanya, sitaki kulitaja hapa kwenye media. Kwa hiyo nikacheka, nikamwambia huyo ndiye Bwana wa majeshi. Kwa nini nataka kukuambia hii kitu? Mungu anasikia hata kama usipomwambia. Mungu anayajua mawazo yako hata kama usipomwambia. Mungu anajua utakachokiwaza hata kama usipomwambia. Kwa hiyo kuna wakati unaomba sana upate majibu, haimaanishi Mungu asikii. Anasikia vizuri sana. Anasikia vizuri sana. Ndio maana tunasema hivi, Mungu huwa hawai wala hachelewi. Anafanya jambo lake kwa wakati sahihi. Kwa hiyo inawezekana unachokitaka wewe sio wakati wake sahihi, ama sio wakati wake kabisa. Mungu hawezi kufanya hicho kitu. Hawezi kufanya hicho kitu. Ili mradi tu sio wakati wake na sio wakati sahihi, hafanyi. Lakini wakati ukishafika, jambo lako atalifanya. Kwa hiyo wewe ambaye unahisi kwamba Mungu hakusikilizi, leo nakuibia siri. Mungu anakusikia. Wewe ambaye unaomba sana kwa ugonjwa ulionao, umeteseka muda mrefu, ngoja nikwambie, Mungu anakusikia. Yaani kuna watu wanapata matatizo, inafika hatua wanasema huyu Mungu hayupo, ama huyu Yesu hayupo. Kama Yesu yupo, kwa nini anisaidii? Kwa nini Yesu ananiacha nateseka? Kwa nini Yesu ananiacha napitia mapito haya? Hapana. Wewe unayoona mapito, kuna mahali Mungu anajitwalia utukufu kupitia wewe. Yaani unachokiona hicho ni kigumu, kuna mahali wanakuzungumzia. Kuna mahali wanasema natamani kuwa kama yule. Kuna mahali wanasema kwamba kwa hakika yule moyo wake ni moyo mkuu. Mungu anayemwamini sio Mungu wa kawaida. Sio kwa uvumilivu ule alionao. Kumbe kwa maneno hayo ambayo watu wengine wanaongea, ndipo Mungu anajitwalia utukufu kupitia wewe mtumishi wake. Na kwa kuwa Mungu anajitwalia utukufu kupitia wewe mtumishi wake, maana yake ni kwamba na wewe fadhili zinaongezeka kwako, nafasi ya kipekee inaongezeka kwako. Mungu anakuandikia thawabu kwako kupitia hayo mateso unayopitia. Ndio maana Ayubu, pamoja na mateso yote aliyopata, mwisho Ayubu alipewa zawadi ya kuwa na utajiri mara 2 ya aliyokuwa nao. Alikuwa na watoto wazuri kuliko wale ambao Mungu aliwachukua. Hii yote ni hitimisho la ile thawabu ambayo Mungu anakuachilia. Mgonjwa wako umemwombea amekufa, haimaanishi Mungu hakuna kitu amekiweka ndani yako. Haimaanishi hakuna kitu Mungu anaandika juu yako. Kuna kitu Mungu anaandika kwamba huyu ni mtumishi wangu, amevumilia. Na pamoja na kwamba nimemchukua mpendwa wake, lakini bado moyo wake upo kwangu. Shalom, shalom.
Mungu aendelee kukutia nguvu kwa kila jaribu ambalo unapitia. Usije ukamwacha, usije ukafikiri Mungu asikii, usije ukafikiri Mungu hayupo. Mungu yupo, Mungu yupo, Mungu yupo, na anasikia sawa sawa, na anaona kila mahali unakopita. Wakati sahihi utakapotimia, Mungu atatenda lile kusudi ambalo unalihitaji katika maisha yako. Endelea kushare mafundisho haya kwa watu wengine. Nina imani umebarikiwa. Kama sio umebarikiwa, yupo mwingine amebarikiwa. Ama kama sio nyinyi ambao mmesikiliza mafundisho haya, mnaweza mkashare kwa wengine wakabarikiwa kupitia mafundisho haya. Inawezekana wapo watu wanapitia changamoto nzito kabisa, wakasikia mafundisho haya wakajikuta wanapata neema kubwa kabisa ndani ya maisha yao. Mioyo yao ikafunguka kabisa, ikawa na amani, wakijua ya kwamba kumbe pamoja na changamoto tunazopitia, Bwana wa mabwana anatusikia. Wakaendelea kuwa na moyo mkuu kupitia somo hili, wakaendelea kukaza moyo na kumshukuru Mungu na kuimba nyimbo za sifa na mapambio kwa kumsifu Mungu, ijapokuwa wanapita katikati ya matatizo, katikati ya changamoto. Kupitia wewe umeshia mafundisho haya, wamepata baraka na neema ya kuelewa na kubarikiwa, kuijua neema ya Mungu katika maisha yao. Usiache kushare mafundisho haya. Kama una jambo lolote, unaweza ukaachilia comment yako hapo chini. Andika tu comment yako. Kama kuna kitu nataka tukufundishe zaidi au tukifundishe ushauri pia, unaweza tu kaandika hapo. Tunafuatilia, tunasoma. Lakini vile vile unawezekana ukaona hitaji la kuzungumza na sisi. Namba za simu zipo. Tupigie popote pale ulipo. Kama upo nje ya nchi, kuna namba hapo ya WhatsApp. Piga hiyo namba ya WhatsApp. Ni Airtel hiyo. Piga namba ya WhatsApp, tuwasiliane. Kama upo Tanzania, tuwasiliane. Una changamoto fulani, tuwasiliane. Wakati mwingine tunakuwa tunapatikana kwa shida kulingana na majukumu ya kiutume tulionayo. Endelea kututafuta, utatupata. Tuvumilie kama utakuwa umetukosa, lakini unaweza kutuandikia comment hapo, bwana na watafuta lakini siwapati. Basi na sisi tukaona comment yako, tukakufuatilia, tukazungumza na tukatatua shida yako kadiri Roho Mtakatifu atakavyotufunulia ile haja ya moyo wako, ama shida yako ni jinsi gani inafaa kutatuliwa shida yako. Ninakushukuru sana na Mungu akubariki sana. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga, kwa niaba ya timu nzima ya Mikono ya Kristo ninakwambia bye bye hadi wakati mwingine.